Nitazungumza kwa ufupi sana moyo wa shukrani, kwa sababu ya context yetu ya leo ni shukrani. Zaburi ya 9. Nitakuambia mambo ya msingi sana ambayo ni very practical, yatakayokusaidia kwa habari ya maisha yako. Muktadha wa zaburi hii, kwanza ni zaburi ya Daudi. Asante, praise and worship. Ni zaburi ya mtumishi wa Mungu Daudi wakati anaanza huduma ya kuwa mfalme wa Israeli. Alikwepo miaka 7 akiwa mfalme juu ya kabila moja tu la Yuda pale Hebroni. Na hizi habari tutazikuta sura ile ya 2 ya Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ukisoma utakutana na hayo. Ameanza kuwa mfalme Hebroni kwa miaka 7. Baadaye ndio anapata kuwa mfalme wa Israeli yote. Sasa Sauli ameshaondoka na yeye Mungu ameshampaka mafuta. Ameanza kazi ya Mungu. Anakumbuka mambo ambayo Mungu amemtendea tangu ujana wake kule porini, anapambana na simba na dubu, wanyama hatari wanaweza kumuua mwanadamu. Yeye akawa ameweza kuwashika kwa mkono mmoja baada ya mwingine kwa wakati tofauti, na akawadhibiti na kuwaua simba na dubu. Anaona kabisa sio matendo ya wanadamu, ni matendo makuu ya ajabu ya Mungu wa kweli tunayemwabudu. Na anakumbuka jinsi ambavyo aliwindwa na Sauli kwa mikuki na kila njia ambayo aliweza kupambana naye huyu mtu wa Mungu. Kimbia huku na kule kwenye mapango na kujificha kote, pamoja na fursa alizopata za kumdhuru Sauli. Hakutumia fursa hizo, alibaki kuwa mwema wakati anatendewa mabaya. Na sasa anamwona Mungu amemtendea, amempa amani. Ameanza kuwa mfalme ingawa ni wa kabila moja, Hebroni pale, anachunga Yuda tu. Bado ana uwezo wa kuimba wimbo akisema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Matendo yote, hasazi hata kitu kimoja. Natamani uwe na moyo wa shukrani katika maisha yako, na ndio lengo la ujumbe huu. Uvae moyo wa shukrani, na nitakuonyesha mambo machache kwa habari ya shukrani. Kwanza, nini maana ya shukrani? Shukrani maana yake ni hali ya moyo, ni hali ya moyo inayoonyesha kuthamini wema uliotendewa. Hali ya moyo. Kabla shukrani haijaja kwenye kinywa, hujasema asante kwa maneno au hujatoa sadaka ya shukrani, kwanza shukrani inakwepo moyoni. Ni hali ya moyo ambayo inaonyesha kuthamini wema uliotendewa. Ni hali nzuri sana kwenye moyo wa mwanadamu ikiwepo. Nitakuonyesha faida zake baada ya dakika chache. Naomba ufahamu hivi, katika ulimwengu huu na ndani ya mwili wa Kristo, waombaji ni wengi. Andika hiyo sentensi itakusaidia. Waombaji ni wengi, lakini wanaoshukuru ni wachache sana. Waombaji ni wengi, lakini wanaoshukuru kwa Mungu ni wachache. Wenye moyo wa kutaka kutendewa mambo ni wengi, lakini wenye moyo wa kurudisha shukurani kwa Mungu ni wachache. Kwenye maandiko utaona hata wale wakoma 10 walioponywa, alafu mmoja tu ndio amerudi. Kwa hiyo ni asilimia ndogo ya watu wana shukurani. Kwa wale wakoma ilikuwa asilimia 10 tu, mmoja kati ya 10 amerudi. The rest, kila mtu aliendelea kufurahia uponyaji, akaona kama ni kitu cha kawaida. Yule akasema hapana, narudi. Waombaji ni wengi, lakini wenye moyo wa shukrani ni wachache. Mimi nakuombea uwe na moyo wa shukrani, kwa sababu kuna faida za ajabu sana za shukrani. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba ufahamu pia kwamba Mungu anafurahia kushukuriwa. Mungu anafurahia kushukuriwa, na huwa akishukuriwa vizuri, kuna mambo yanatokea ambayo sio ya kawaida. Lakini pia Mungu anaagiza tumshukuru.
nakuta kwenye maandiko mara nyingi akiagiza. Sasa tunashukuruje? Andika hiyo sentence itakusaidia. Uliza namna za kushukuru. Huwa namna ya kushukuru tunafanyaje? Kuna namna 3 za kushukuru. Moja, tunashukuru kwa moyo. Kwa moyo, kabla hujasema, kabla hujatenda, moyo. Na nitakuonyesha aina ya moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani una hali ya kuridhika, hali ya kuridhika na kufurahia kile ambacho umetendewa, hata kama ni kidogo sana. Moyo wa shukrani hauna lawama, hauna manunguniko, hauna uchungu. Ni moyo uliojaa hali ya kuridhika kwa yale ambayo hata kama ni madogo madogo yanaonekana kwenye maisha yako. Moyo wa shukrani. Unaweza kumwangalia mtu ukawa na sababu ya kumshukuru Mungu kwa vile alivyoumbwa na Mungu. Moyo wa shukrani una hali ya kuridhika na amani na utulivu. Anaweza kumshukuru Mungu. Kuna mtu mmoja alisikia habari zake, anamshukuru Mungu mpaka kwa vijiko nyumbani kwake. Asante Mungu, umenipa vijiko hivi. Nashukuru Bwana kwa masufuria haya. Nashukuru Bwana kwa jiko hili. Angalia, umeme tangu nimeunganishiwa haujalipua, nyumba hii haijaungua. Anamshukuru Mungu. Anatambua vitu ambavyo mara nyingi ni rahisi mtu kuona vya kawaida. Akipewa chakula anashukuru kabla ya kula. Kwa hiyo moyo wa shukrani ndio ambao unasababisha matendo ya shukrani. Tunashukuru kwa moyo. Kwa hiyo Mungu pia anajua moyo wa shukrani uko kwenye hali gani. Unakuwa na hali ya kuridhika, kuridhika na yale ambayo umetendewa. Namna ya pili, tunashukuru kwa neno, matamko. Na mara nyingi hatuna neno zaidi ya asante. Asante. Na ni vizuri kuexpress huo moyo wa shukrani na maneno ya shukrani kwa Mungu aliyetutendea wema wa ajabu, lakini kwa watu pia. Jina la Bwana libarikiwe. Tusiwe watu wasio na shukrani, tujae shukrani. Niliwapa mfano asubuhi. Hata yule dereva wa daladala, yule kondakta, wakati umempa hela zako, anapokurudishia chenchi vizuri, hajakupunja, amerudisha chenchi vizuri, asante. Mwambie tu asante. Jifunza tu, hiyo itakusaidia. Nikamwambia watu wale, unaenda hotelini, umekunywa chai yako, umefurahi pale, wamekuhudumia vizuri, unaondoka, unajua kabisa analipwa, lakini unamwona kabisa ukarimu unaoonyesha na moyo wa kufurahia kutoa ile huduma. Wakati mwingine jifunza kuwa tajiri. Amina. Ukitoa changes, huwa wanakuwa wajanja, wanarudisha noti nyingi nyingi, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, ili kwamba kama utaguswa basi usipate wakati mgumu. Na huwa wanakabahasha kao, kanaletwa, wamerudishia. Inategemea hoteli, lakini umeenda hoteli gani. Kuna zingine unaletewa hivyo hivyo, chukua change. Mimi nazungumzia zile wanaweka na ndani ya kitu fulani. Wakiweka hapo wanakuwekea mezani. Humo ndani utakutana kama change yako ni 5,000, utakuta 5 pekee. 2, 1. Sasa wewe mpendwa, ambaye pia unafurahia kwamba kuna mambo mazuri walipokuwa na kuhudumia pale, wakati mwingine si lazima ukachomoa zote. Risiti umechukua 2 zote, alafu unaacha kile kibasha kikavu, unasema chukua, mwachie na ile 1,000, kwani shida iko nini? Iko wapi? Na kufundisha tu namna ya kuridhika. Unafurahia yale mambo ambayo wengine wanachukulia kawaida. Si haki yako. Sijakufundisha kwamba eti lile kanisa wanafundisha kutoa tips. Sijasema hivyo. Na kufundisha kupractice nini? Hali ya shukrani. Asante. Afrem. Na nauli yako iko hapo, baadaye utakaporudi nyumbani atasema nashukuru. Tengeneza mazingira ya kushukuriwa kwa namna mbalimbali kwenye maisha haya. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe mume au mke umetendewa wema na mwenzio, useme ni haki yako. Ni haki yako, nilijua ulitakiwa unitendee hivyo. Mwambie asante, pamoja na kwamba ni haki yako. Asante kwa uzuri, kwa wema huu umenitendea, nashukuru. Shukuru kwa mambo ambayo ni ya kawaida sana. Watu wenye moyo wa shukrani hawapuuzi mambo madogo madogo. Wao wana amplify uzuri ulioko hata ndani ya mambo mabaya.
wanakuza wema katika hata mambo magumu. Naomba jifunza kuwa na moyo wa shukrani. Watu wote ambao wewe unadhani ni wabaya hapa duniani, kuna jema wanalo kwa ajili yako. Usiishie tu kuwahukumu, kuwalaumu, kuwakataa, kuwafukuza kila. Mama aliwahi kutuambia hivi. Kuna watu walikuja nyumbani, unamwona hana kazi yoyote, analala asubuhi mpaka saa 6. Kanenepa, yuko hapo, muda wa kula yupo anakula. Akatuambia, huyu kuna siku hapa jambo litatokea. Wewe unamwona leo hana kazi, anashinda tu hapa. Mwacheni, kuna siku atakuwa msaada. Hata usiku wa manane mnyama mkali anaweza kapita hapa, tutakuwa wengi wa kumshambulia. Kwa hiyo anafundisha ule ukarimu katikati ya mazingira ambayo kuna watu unajua kabisa huyu ilitakiwa adhibiwe. Sijakufundisha uwe mlegevu, na kufundisha kutambua wema katikati ya mambo ambayo wewe ukiyapima unaona kama huyu hafai. Yule unayedhani hafai, ndani yake kuna kitu kizuri kwa ajili yako. Ukimtambua ule uzuri wake, ukiutambua, atakuwa mtu bora kesho yako. Atakufaa somewhere kwenye maisha yako huko mbele ya safari. Jina la Bwana libarikiwe. Uwe na moyo wa shukrani. Tunashukuru kwa maneno, waambie watu asante. Amina. Na mimi mchungaji wenu nasimama leo katika mwaka wa huu wa kwanza, ndo tumetimiza leo. Nasema asante kwa wana TCC kwa wema wote. Na washukuru wote ambao wapo kwenye ibada hii na wale ambao hawapo. Sitasahau zile nyakati tunaanza kanisa hili, tuliposhikana mashati kuhakikisha kwamba kanisa linaanza, ukumbi umelipiwa, tunaabudu mahali pazuri bila wasiwasi. Na washukuru kwa majina yenu moja baada ya nashukuru sana. Ingawa ni wajibu wake kuniombea, kwa sababu siku tunafunga ndoa aliambiwa maombi yako yawe wakili asiyeshindwa kwenye mahakama ya mbinguni. Kwa hiyo ana kiapo cha kuniombea. Lakini nashukuru sana kwa maombi yasiyokoma na ushauri na mshikamano ambao unapata kutoka kama mchungaji. Na kushukuru sana hata leo tuko hapa kwenye ibada hii, wageni kwa wenyeji ambao umekuja kuabudu nasi siku ya leo. Mimi nikikuona nashukuru sana. Nisaidie kumwambia jirani yako asante, umekaa karibu na mimi. Unachukulia poa tu mtu amekaa karibu na wewe. Mwambie nashukuru sana, uko hapa karibu. Hujanikimbia. Umeona mimi mtu sahihi, unakaa na mimi. Asante. Na unavyojifunza hivyo unaona kuna vitu vizuri vinaachiliwa kwenye maisha yako. Shukurani ni kitu cha ajabu sana. Mtu ambaye ana moyo wa shukurani, sio tu kwa moyo au kwa neno, lakini namna ya tatu ni kwa matendo. Amina. Shukurani kama vile unatoa sadaka yako ya shukurani. Unatambua kama hivi tumetambua wanafunzi, mnamaliza wale mnaoondoka hapa. Tumetambua jamani. Amina. Tukaanza kusema jiondokeeni mtajiri. Hapana, ninyi ni watu wa muhimu. Mmekuwa nasi sasa, mnamaliza masomo yenu, na sasa mnapoondoka tunatambua matendo ya shukrani kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuonyeshe matendo ya shukrani. Matendo ya shukrani sio mpaka utoe kitu. Kuna matendo ya shukrani pamoja na tabasamu. Kuna watu ukiwatabasamia ni zawadi tosha kabisa. Tabasamu, unafurahi kwamba nina mtu hapa. Unajua kuna watu duniani hapa, unatoka ofisini kote wamenuna, unakutana sokoni wamenuna, unakuta kwenye daladala wamenuna, nyumbani wamenuna, kanisani wamenuna. Sasa unashindwa pa kukimbilia. Basi mumeo akirudi nyumbani asikute tena umenuna kama nani, huko kituo cha polisi unamgoja aone tabasamu. Moyo wa shukrani, matendo ya shukrani ni pamoja na furaha ile, kwa sababu nimesema mwanzoni, moyo huu una namna ya kuexpress ile hali ya kuridhika. Unafurahi. Wenzako wamekosea kidogo, kachelewa dakika 2, umeshapandisha hasira ziko hapa. Kwani usimwambie hongera, umefika salama nyumbani? Uko salama? Hongera sana, nimefurahi umerudi, una ujasiri bado, karibu nyumbani. Ukiwa mtu wa shukrani, utakuwa mtu wa kulaumu vitu vingi vidogo vidogo. Utatambua wema katikati hata ya mambo ambayo kuna kama udhaifu fulani, lakini unajua kesho itakuwa bora zaidi. Jina la Bwana libarikiwe.
naomba nikutajie. Zaburi ile 50 mstari wa 23 anasema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wangu. Mungu, dhabihu za kushukuru. Naomba nitaje mambo kadhaa kwa habari ya nguvu ya shukrani kama faida. Faida ya kwanza au nguvu iliyopo ndani ya shukrani, moja, ni njia ya kumtukuza Mungu. Kwa habari ya Mungu, tunapomshukuru ni njia ya kumtukuza Mungu. Zaburi hiyo tuliyosoma, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, Biblia inasema hivyo. Ni njia ya kumtukuza Bwana. Na unajua Mungu ni mwema sana, ametenda maajabu, lakini wakati mwingine Waingereza wanasema we take it for granted. Tunachukulia poa mambo ambayo Mungu ametutendea. Tusichukulie kirahisi mambo ambayo Mungu ametutendea. Ni namna ya kumtukuza na kumwinua Mungu tunapokuwa na moyo wa shukrani. Jambo la pili, kama kuonyesha nguvu iliyopo ndani ya shukrani, inamfanya Mungu kutukamilisha. Anaweza amekutendea kwa sehemu, ukiwa na moyo wa shukrani atakamilisha, atatenda zaidi, atakamilisha yale ambayo Mungu ameanza kutenda kwenye maisha yako. Mfano ni wale wakoma. Unajua wale wakoma waliponywa wote 10, lakini mmoja aliyerudi alipokea fungu lililokamilika. Sio uponyaji wa mwili tu, alipokea uponyaji wa roho yake pia. Angalia Yesu anamwambiaje, Luka 17 mstari ule wa 17 na 18. Anasema, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, mstari wa 19, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Wale wengine walioondoka na uponyaji wa mwili tu, huyu akaondoka na uponyaji wa roho pia. Imani yako imekuokoa. Shukrani inakamilisha yaliyosalia kwenye maisha yako. Shukuru Bwana kwa hayo machache ambayo ameshakutendea, utaona maajabu atakayotenda kwenye maisha yako. Shukrani inapelekea kuzidishiwa yale ambayo yamesalia kwenye maisha yako. Jambo la tatu, shukrani inakufikisha mahali uwe mtu mkuu. Utakuwa mtu mkuu, inakupeleka kwenye ukuu. Kiingereza kinasema gratitude leads to greatness. Tafuta watu wakuu kwa eneo lolote ambalo unawatafuta kwenye maisha yao. Walikubali kutambua kuanzia hatua zao ndogo ndogo zile ambazo Mungu aliwajalia, wakamshukuru Mungu, wakapata ujasiri wa kusogea mbele zaidi. Walipoanza biashara, wakapata mtaji mdogo na wakaanza kupata faida kidogo, wakamshukuru Mungu kwa ile faida. Mimi namkumbuka kijana mmoja ambaye wakati nikiwa mchungaji kanisa lingine, alikuwa ameanza biashara yake, anatandaza chini nguo za watoto, na akiweka pale chini akapata siku moja faida. Na anasema, akaja ofisini kwangu akasema, mchungaji, nimekuja kutoa limbuko la mauzo yangu ya kwanza, na muamini Mungu sitaendelea kutandaza chini bidhaa hizi. Kuna siku Mungu atanipa biashara ya kimataifa. Nikamwombea, na baada ya muda akarudi tena akasema, mchungaji, tangu umeniombea nimeshangaa sana mauzo yangu. Akanitajia mauzo, anasema sasa hivi naweza kupata kuanzia milioni 6 mpaka 8 faida. Bado niko chini, ila wateja wanajaa, wateja wanakimbilia kwenye biashara yangu, wote wanakuja. Baadaye Mungu akamtendea, kila hatua anarudi, mchungaji, sasa biashara yangu haipo tena chini, nimepata fremu ya kwanza, Mungu amenisaidia. Baadaye akaniambia, mzee, hapa nilipo sasa, alikuwa anaita wakati mwingine mzee wangu. Wapenda, mimi mzee pia. Kuna watu mzee wangu, si unajua ile mzee wangu, nimekuja leo hii, nimekuja uniombe. Nimenunua kiwanja ambacho ni kikubwa, nataka nijenge kijiji kidogo kinachoitwa cha kwangu, na nina ramani za nyumba hizi zote. Sijaanza kujenga, ila ninayo
kichwani kwangu kuna maono ninayo, biashara ile ile. Sasa Mungu amenipa fremu. Nilikuwa kwenye mtaa ambao wateja hawaoni vizuri, nimesogea mahali wateja wanaona vizuri. Nafundisha kitu gani? Shukrani inakupeleka kwenye kuwa mtu mkuu. Baadaye kaniambia, hapa nina passport, nataka nikachukue mzigo nje ya nchi. Hatua baada ya hatua, lakini ana appreciate mianzo midogo, na ndivyo Mungu alivyoendelea kumuinua. Jina la Bwana libarikiwe. Na shuhuda ninazo nyingi, bado naendelea kuangalia hatua zake anavyotembea yule mtu wa Mungu. Wakati mwingi tumebaki kwenye level ile ile ya maisha kwa sababu tulishindwa kutambua uzuri wa Mungu katika jambo dogo alilotutendea. Ukadharau biashara yako, ukasema hii kitu gani bwana? Baadaye kwa sababu umekosa shukrani, ikapotelea mbali. Na adui anapendea sana hizo akiona mwanya na wewe unashirikiana naye kuua biashara yako, ataiua kweli kweli. Shukuru Bwana kwa mema yanayoonekana kwenye maisha yako. Wewe ni mwanafunzi, ulikuwa na GPA ya 2, semester hii imepanda imefika 3.0, alafu bado unasema hii ndio GPA gani sasa? Utabaki kwenye level moja. Lakini anayemshukuru Mungu akasema, asante kwa maongezeko, hata kama sijawafikia wengine ambao wako mbele, lakini nikijilinganisha nilikuwa chini, nami sasa nimesogea. Asante Bwana, I appreciate you. Najua nasogea, najua nitafika, najua natembea, najua sitakwama, najua unayenishika mkono mwaminifu na wa haki. Hivyo ndivyo watu wanavyotembea kuelekea kwenye ukuu. Hapa Daudi wakati anaimba Zaburi ya 9 alikuwa mfalme wa kabila moja, Yuda. Kwa miaka 7 amekaa pale anachunga, na huku ndani anajua mimi ni mfalme wa Israeli, lakini sijafika hapo. Na huku kwingine kuna mtu mwingine amewekwa pale, mambo hana kibali cha kitaifa, amepata kibali kwa kabila moja tu, lakini angalia anavyoongea, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, sio kwa kupapasa. Si unamjua Daudi? Kwani wewe leo ukitafakari habari za Daudi unakumbuka hata habari ya miaka 7 ya kuwa Hebroni? Tunajua ni mfalme wa Israel ambaye Mungu alimweka kwa kusudi lake. Kwa nini? Tunaangalia ukuu ambao aliufikia, lakini hakuanza hapo. Alitambua wema wa Mungu kwa hatua ndogo ndogo ambazo Mungu alimpa kwenye maisha yake. Na kuombea katika jina la Yesu, ubaki kuwa na moyo wa shukrani. Baraka ambazo Mungu anakutendea kwenye maisha yako usipuuze, utapanda hatua moja baada ya nyingine. Mungu amekuponya, afya yako imeimarika, usiseme bado mimi mgonjwa, sema ni mzima. Na mshukuru Bwana kwa sababu dalili zimepotea. Unaposhukuru, Mungu anakamilisha uponyaji kwenye kila eneo la maisha yako. Uwe mtu wa shukurani. Amina. Na kuambia hivi, hata wachungaji wakuu ni wale ambao wametambua uzuri na potential ya washirika wao, wakawatia moyo, wakaenda mbali. Na mimi najiona kati ya hao wachungaji wakuu kwa sababu natambua potential ulionayo ndani. Na ninakuombea na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Kuna watu wengine ukiwaangalia, mimi najua it's matter of time. Nisaidie kuongea kwa Kiingereza. Sema it's matter of time. Yule unayemwona leo kama hana mbele wala nyuma, ili mradi ni mwaminifu kwa Mungu wake, mimi naona watu wakuu. Amina. Naona watu ambao wanapokuja ibadani inabidi magari mengine yasimame, ya kwao yana miluilu ya anakuja ibadani. Nilishawaambia kwenye hili kanisa, ikitokea hivyo na mimi kwa sababu ya ikishafika hata wachungaji tunakaaga pembeni. Nitafurahi kuona na mpisha mshirika anawahi ibada, gari lake ina msafara ende na mimi atakuwa mjanja. Naamka mapema ili anikute kanisani. Si kama kuna mtu anaelewa. I can see the potential inside you. Katika juhudi na utaelewa, huwa naangalia kama una moyo wa kumtumikia Mungu. Kama hata kama leo yako iko haieleweki, mimi najua Mungu uliye naye sio wa kawaida. Huyu Mungu atakubadilisha historia yako wewe.
Hakuna mtu alianzaga kule juu, watu wanaanza chini. Watu wazuri ni wale ambao wanajua zero maana yake nini na kuwa hero maana yake nini, sio walioanza huko hewani wana viburi. Hawa ambao wanajua nini maana ya kulala njaa, siku wakipata chakula hawatatupa, watakumbuka wahitaji. Hawa ni watu ambao wana ladha yao haipotei kwenye maisha. Akipandishwa cheo anakumbuka kuna siku nilikuwa natembea na bahasha, miaka nimepiga kwatu. Anamjua mtu ambaye anapita kwenye mateso, anamuelewa. Shukrani itakufikisha ufike kwenye ukuu. Unapenda kuwa mtu mkuu kwenye maisha yako, acha kudharau hayo ambayo Mungu amekutendea leo. Utavuka, hiyo ni stage Mungu amekupa. Unajididimiza ukianza kuharibu hiyo stage, ukasema kitu gani hichi? Wapendwa, naomba muamini Bwana. Hapo ulipo, tambua wema wa Mungu wako, utafika mbali. La nne sasa, shukrani inapelekea uwe mtu wa afya. Nakupa dawa leo. Dawa inapatikana kanisani, dawa ya bure, dawa ya bure. Mwenye shukrani, it is rare, nasema ni rare, ni nadra kupatwa na matatizo ya kiafya kama msongo wa mawazo. Usiku hakuna usingizi. Unakosaje usingizi wakati kila ukiangalia unamwona Bwana tu? Ukisikia ndege wanalia sema asante, ukivuta oxygen sema ayaya, mapafu yako salama huko ndani. Hata kama nimelala njaa navuta oxygen, wewe pressure inatoka. Nasema ukiugua sasa uanze kusema ninahisi sina shukrani, nakupa dawa. Kwani ukiandikiwa dawa hospitali unaelewa? Unapenda kunywa dawa hiyo? Unajua ukiwa na hii dawa ya shukrani, unajua kuna watu ambao ukikutana nao hormones unakuta hata uso unabadilika, unatamani kutolea maneno makali kwa sababu alishakuona. Lakini mtu mwenye moyo shukrani anaona uumbaji wa Mungu ndani yako. Wewe ni mtu wa ajabu, yaani na ubaya wote ulionitendea naona macho mawili yaliyoumbwa na Mungu aliye hai. Unatambua uzuri wake. Huyo mbaya ambaye alikutendea mabaya, ukikutana naye, karibu tunywe soda, karibu, nimefurahi sana kukuona. Sasa mtu wa namna hiyo moyo wake umesuuzika. Amina. Kwenye shukrani huwezi kuweka mambo ya chuki, mambo ya wivu, mambo ya kushindana na watu, kwa sababu umeridhika na hali yako. Afya inakuwepo. Amina. Hakuna msongo wa mawazo, hakuna magonjwa ya ajabu. Hakuna magonjwa kama nini, heartbreak inaitwaje? Nini? Nisaidieni jamani, uyafute yote kwa njia ya shukrani tu. Wapendwa, kuna siku niko hospitali. Hiyo siku niko hospitali, nimelazwa pale. Kuna daktari alikuja pale na mke wangu akajua taarifa alizoleta. Baadaye ndo ananiambia, akasema nilipoanza kuwasikiliza, basi leo mume wangu haya mambo wanayomwambia walikuwa wananiletea taarifa za kinachoendelea. Sasa natoa sana shuhuda za uponyaji kwa sababu Mungu ameniponya sana. Hata hapa natembea na alama, uvimbe ambao baada ya kupasuka Bwana ameshona hapa, sio nyuzi. Sasa hivi nyakati naona wamechukua samu ya hizi vimbe wanapima kula sasa. Mume wako muombe Mungu. Ukianzaga hivyo madaktari, muombe Mungu. Alafu akaja akaniona sasa, kwa sababu nimekaa sana kitandani, miguu imevimba. Daktari wa moyo akasema, mbona miguu yako inavimba? Unafanyaga mazoezi kabla ya kuja hospitali? Kesho itabidi uje kwa ajili ya vipimo zaidi. Sasa kumbe wanavyoongea hivyo, mimi tayari hiyo taarifa zilishanitisha ndani bila mimi kujua. Usiku sikujua nini maana ya pressure kupanda. Nikawa nasikia maruerue, kelele, nasikia damu inakimbia haraka, alafu na mahangaiko fulani.
Nikabonyeza hospitali ile unaweza kabonyeza. Ikabonyezeka. Wakaja, nesi alipokuja akanipima akasema okay, naona kama pressure yako imeenda juu sana. Lakini dawa aliyonipa utashangaa sasa. Dawa aliyonipa akaanza kunichekesha. Akaanza stories za kuchekesha na mimi nikacheka kwa bahati nzuri. Nilipocheka tu akapima tena. Akasema sasa hizi nimekaa vizuri. Akaniambia furaha ni dawa. Usiruhusu mawazo mengi, unajifikiria vitu ambavyo havipo. Na kweli yule daktari wa moyo hakuja kwa sababu hakukuwa na tatizo. Kumbe tu ni kwa sababu lymph zimejaa, miguu nimening'iniza muda mrefu, na lala tu pale sifanyi chochote, nimelazwa. Vitisho vile vyote vinavyokuja kwenye maisha yako unajisikia vibaya. Dawa ni furaha. Na furaha unachagua kuwa nayo, sio mpaka uletewe na watu. Shukuru Bwana, haleluya. Geuka, angalia hivi. Shukuru Bwana, shangilie Mungu. Hata pima ujiangalie vizuri. Amina. Unamtukuza Bwana kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Sasa kuna watu hata kwenye kioo ukijiangalia tayari ni stress nyingi. Hivi mtu gani? Sasa unataka kujikimbia. Usijikimbie, wewe ni wa ajabu hivyo hivyo. Wapendwa, unaweza kuwa mrefu, wewe ni mzuri hivyo hivyo. Una rangi kidogo inang'aa, bado mzuri hivyo hivyo. Rangi imekuwa dark kidogo, haionekani sana, lakini ni mzuri hivyo hivyo. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Wala usihangaike. Jipongeze kwenye kioo. There is no one like you. Hakuna wa type yako. Hiyo type ni ya kwako. Jikubali hivyo. Usitake kuwa mwingine. Wewe unafaa hivyo hivyo. Haleluya. Afya njema. Kwa nini afya inaambatana na shukrani? Nimesha kuonyesha kwamba mtu mwenye moyo wa shukrani hata kutafuta madhaifu. Kuna watu wana shida. Akikaa ibadani anatafuta matatizo yako wapi. Hili kanisa sio zuri. Walituambia kuna chakula, naona chakula hata uchangie chakula cha baraka tuishi crash tena. Naona wakati wanaimba fundi mitambo sauti imevurugika, sio kanisa zuri. Watu wenye shukrani wanasema asante Mungu, yani wamejitahidi sana, wale vijana wamepambana. Sasa wengine wanasema siwezi kukaa hapa, naona kuna vitu havijakaa sawa. Mwingine anaangalia hata watu wamevaaje, anahangaika, stress yapo juu, kila saa anatafuta wapi kuna shida. Mtu mwenye moyo shukrani anatafuta wapi kuna jema, hayo mema. Sasa hata mchungaji akihubiri hapa unaanza kusema angalia mchungaji mwenyewe, hata mic hashiki. Sasa kama sauti inakujia wewe unapata shida. Unaangalia mchungaji amerudia kiatu kile. Sasa kiatu changu tena ndugu yangu. You are always criticizing weaknesses unazoziona. Maisha yatakuwa magumu. Nyumbani unafika, mke wako amejitahidi. Mke mwenyewe, mke gani wanakoroma sana usiku. Sasa koroma atafanya. Amepika, mke wako badala ya kusema asante kwa chakula kizuri, umeona chumvi imezidi tu, unaanza kumwambia hivi, niambie hili lori la chumvi lilipatia ajali jikoni kwako leo. Likapinduka sufuriani. Yaani maneno makali unayo. Wala usimwambie mama, yaani leo mkono umeteleza, ila chakula kitamu, mkono huu ulioteleza hautateleza. Hautelezaji, ila leo tu imetokea, lakini tuende hivyo hivyo mama. Maisha yawe ya amani, tumeokoka, tunaenda mbinguni. Tusipiane stress sana. Hebu niambie, kwa mazingira hayo ya kila kitu wewe unatafuta matatizo yako wapi? Umekuwa mchungaji sasa. Wewe umekufa kwa pressure.
Kuna watu Mungu anawaangalia, anawalia time tu, anajua atakaa sawa kesho. Ungekuwa Yesu sasa, ambaye anaona dunia nzima hali ilivyo. Kuna watu wana moyo wowote wa kutamani kutenda mema, lakini wanashindwa. Anawaona. Hebu naomba hivi, kuanzia leo, moyo wa shukrani unatafuta mema yako wapi? Mema yako wapi? Na mimi nakuambia kwa jina la Yesu, wewe uliyekaa hapo unachema, usikae kama kuna shida, kama shida ipo, shida hiyo tunapambana iondoke, lakini wewe uko vizuri. Mzazi mwenye shukrani, mtoto amepata maksi 40 ya 50, unapigia debe, pressure inapanda kwa sababu ya 10 iliyokosekana. Unasahau. Kwa nini hujapata 50? Unasahau. Kumwambia, "Asante, hongera mwanangu. Na 40 umetembea parefu sana. Wewe makini sana. Ni 10 iliyobaki, shida ilikuwa nini? Hii tu. Mbona unamaliza? Subiri mtihani uje." Unakuwa na amani. Haya sasa, ndio mama. Tunajua watoto wanakosea sana. Watoto mnaweza mkakubaliana hapa kitu, kesho wamevuka. Na wewe kila saa unataka perfection, 100%. Una shukrani, utambui jema, huoni jema, kila kinani. Watoto gani? Ndio wale unaanza kuwa laani watoto wajinga sana, akili kama panzi, sijui nini. Kama ya kwao kama panzi, na maana wewe uliyezaa ni panzi mzuri zaidi. Lakini moyo wa shukrani maana yake nini? Unasema, mwanangu, I know the potential you have. You can make it tomorrow. Even if today hali iko hivyo, you can make it tomorrow. Alafu watu wanajitia moyo katika Bwana. Na unajifunza kumwambia mwenzako maneno mazuri. Mwambie you can make it. Unaweza, wewe una nguvu, wewe unaweza. Pambana, sogea zaidi. Umependeza, unajitahidi, umefanya. Ni kweli kuna changamoto fulani hapa na pale, lakini hilo itaisha tu. Tutoke, tusonge mbele. Na ukubali ukipongezwa. Ufurahi ukiambiwa jema, usifurahie mabaya. Mambo gani haya sasa? Jamani, umepika vizuri leo. Sasa achana naye. Hiyo achana naye. Ni Bwana tu. Bwana hajaenda jikoni. Unajificha ni Bwana tu. Sawa, ni Bwana, lakini Bwana aliyoyatenda tumeyaona na tumekuambia. Basi sema, namshukuru Bwana kwa hivi alivyotenda kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu wa moyo wa shukrani amejaa furaha. Anatambua uzuri wa Bwana kwa maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaomba sasa wakati huu kanisa wote tusimame tunapomaliza ibada hii fupi. Nimezungumza kwa muda nikitamani sana jambo hili tukae vizuri. Maandiko nasema Paulo anayatoa kwa shukrani. Wafilipi 1:3 anasema, namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Hadi maombi yanatakiwa yaombe. Baba, mimi mtoto wako nimekuja na moyo wa shukurani, kwa machozi na magoti nimekuja na moyo wa shukurani.